Iran imeonya kushambulia makampuni ya mafuta yanayoshirikiana na Marekani. Iran imesema shambulizi lolote dhidi ya miundombinu yake ya mafuta na nishati litasababisha mashambulizi mabaya ya miundombinu na nishati inayomilikiwa na makampuni ya mafuta yanayoshirikiana na Marekani katika eneo hilo, kulingana na vyombo vya habari vya Iran vilivyonukuliwa na Reuters. Onyo hilo kutoka kwa vikosi vya Iran linafuatia taarifa kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump kwamba vikosi vya Marekani vimeharibu kabisa maeneo yote ya kijeshi katika kisiwa cha Khargi, kisiwa cha Iran ambacho ni muhimu kwa mauzo yake ya nje ya mafuta. Saa kadhaa zilizopita, Trump alisema kisiwa cha Khargi sio shabaha. Ikumbukwe kuwa siku ya Alhamisi, Rais Trump alikataa maswali kuhusu uwezekano wa Marekani kushambuliwa kisiwa hicho, lakini wakati huu anatangaza kwamba kisiwa hicho amekishambulia. Katika mahojiano na redio ya Fox News, Trump aliulizwa kama alikuwa na mipango yoyote ya kuchukua kisiwa hicho kutokana na jukumu lake muhimu katika usafirishaji wa mafuta wa Iran. Alisema hakijaorodheshwa. Trump alieleza zaidi akisema kwamba ni moja ya mambo mengi tofauti na naweza kubadilisha mawazo yangu ndani ya sekunde chache. Swali hilo lilionekana kumkasirisha Trump, ambaye alimkemea mwandishi wa habari wa Fox News Brian Kilmeade. Nani anaweza kuuliza swali kama hilo na ni mjinga gani atajibu? Rais alisema, tuseme ningefanya hivyo au tuseme ni sitafanya hivyo, kwa nini nikuambie? Alisema rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump. Iran hata hivyo imezidi kutoa maonyo kwa nchi zote ambazo zinashirikiana na taifa la Marekani, huku wakati huu ikishambulia maeneo mengi katika mataifa ya Ghuba. Qatar imewaamuru raia wake kukaa katika maeneo salama kutokana na mashambulizi yanayofanywa na Iran, kutokana na kile ambacho Iran imesema bado inaendelea kusaka rasilimali za Marekani zilizopo katika Mashariki ya Kati. Na hivyo Wizara ya Mambo ya Ndani ya Qatar imeagiza raia kuondolewa katika baadhi ya maeneo ya nchi kama hatua ya muda ya tahadhari ambayo itaendelea kudumishwa hadi hali ya hatari itakapopita. Ni onyo hilo ambalo limeeleza aina ya tishio la Iran, ikisema imeanza wimbi la mashambulizi na hapo awali imelenga taifa hilo la Ghuba. Bahrain kadhalika imewaondoa raia wake na kujificha baada ya ving'ora kulia, huku Saudi Arabia pia ikisema imezuia makombora kadhaa. Kwa namna moja ama nyingine, bado Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imekuwa ni hatari katika eneo la Mashariki ya Kati kutokana na namna inavyoendesha mashambulizi yake katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.